Imeelezwa kwamba katika kiwanja cha ndege cha Arusha kuanzia Januari 2026 kitaanza kufanya kazi usiku na mchana saa 24 baada ya kukamilika kwa taa za kuongozea ndege, ambapo kiwanja hicho hupokea abiria 500,000 kwa mwaka. Meneja wa kiwanja cha ndege cha Arusha Edgar Mwankuga akizungumza mbele ya mkuu wa mkoa wa Arusha CPA Amos Makala amesema kwamba tayari zoezi la kuanza kusimika taa hizo limekwisha kuanza. Lakini kwa sasa kiwanja kinaendelea na mradi wa usimikaji wa taa za kuongozea ndege ambao kwa matarajio yetu huo mradi unatarajiwa kukamilika Disemba 2025 na 2026 Januari tuna matarajio ya kuanza operations masaa 24 ambao pia ni mafanikio makubwa. Itatusaidia sana katika kuhudumia vizuri ndege kwa sababu wote sasa inabidi waje muda mmoja ambao kimsingi tunapata hiyo changamoto. Lakini pia tutaongeza mapato kutokana na miruko ya ndege pamoja na abiria. Lakini pia kutokana na ongezeko la mashirika ya ndege. Nafikiri Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa umepata kujua walioko hapa. Mashirika ya ndege tunayo 18 ambao kwa viwanja vya regional ni idadi kubwa sana. Kwa hiyo bado tuna uhitaji sana wa ofisi, na mpango wa mamlaka ya viwanja vya ndege ni kujenga jengo la ofisi ambalo litaweza kuaccommodate wote, lakini wakawa kwenye mazingira ambayo yanavutia. Kutokana na maboresho hayo pamoja na ongezeko la idadi ya watalii kufuatia jitihada za serikali hususani kupitia filamu ya Royal Tour, ongezeko la abiria limezalisha mahitaji ya kuunganisha vivutio vya utalii nchini na nchi jirani, na hivyo kupelekea kiwanja chetu kuwa lango la kuingia na kutoka, ambao tunaita entry na exit kwenda mataifa ya jirani. Kwa sasa hivi ndege inaweza katoka nchi nyingine, kwa mfano Kenya, Uganda na sehemu nyingine, ikaja moja kwa moja kwenye kiwanja chetu cha ndege cha Arusha, ambako awali ilikuwa lazima uende Kilimanjaro ufanye clearance then ndio uweze kuja hapa, ambao kimsingi ilikuwa inaongeza gharama kwa wateja wetu, lakini pia na kutumia muda mrefu kwenye utoaji wa huduma. Kwa hiyo huduma zote za uhamiaji, forodha na wadau wote wapo kwa ajili ya kukizi hitaji hilo. Na nafikiri hilo tunahitaji kujipigia makofi wote ambao tumewezesha. Mkuu wa mkoa wa Arusha CPA Amos Makala akizungumza katika maadhimisho ya wiki ya wateja katika uwanja huo ameupongeza uongozi wa kiwanja hicho kwa kufanya mabadiliko na maboresho makubwa, ikiwemo kuwepo kwa idadi kubwa ya mashirika ya ndege ambayo yataleta ushindani na kukuza biashara. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa uwekezaji mkubwa katika uwanja huu, kuongeza njia ya kurukia ndege, jengo la abiria. Lakini juzi nilikuja kukagua maboresho ya kuwekwa taa, na kwa maana hiyo maboresho haya yanaenda kubadili hadhi kabisa ya uwanja wa ndege wa Arusha, ambao tulikuwa tukifanya kazi sio usiku na mchana, na wakati mwingine ilikuwa mashirika ya ndege yakichelewa, kuna delay, unaambiwa basi utabidi ushukie KIA uende Arusha kwa sababu ni jioni. Kupitia rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan anaandika rekodi isiyofutika kwamba kuanzia Januari uwanja wa ndege wa Arusha ndege zitatua usiku na mchana. Nchi yetu ilipata uhuru mwaka 61. Mwaka 61 mpaka leo ametokea rais mzalendo Dr. Samia Suluhu Hassan, ameweza kuvunja hiyo record kwamba uwanja wa ndege wa Arusha upate taa
na ufanye kazi masaa 24. Sipati picha hiyo. Januari ndege zikaanza kwamba zinatua usiku na mchana. Sipati picha. Naamini Arusha itapiga hatua kubwa, sekta ya utalii itapiga hatua kubwa, na mapato ya sekta ya utalii yataongezeka